Baba, tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana kwenye studio zetu za Marian TV. Uweze kutushirikisha machache. Tuko chini ya msalaba wa uinjilishaji. Na kama tuko chini ya msalaba wa uinjilishaji, theme yetu ama dhamira yetu ni uinjilishaji kwa vitendo. Kama ni uinjilishaji kwa vitendo, basi tungependa kusikia kutoka kwako kwamba huu uinjilishaji kwa vitendo ulifanyika kwa namna gani. Tunatumaini kwamba utatujuza mengi kwa sababu wewe ni mmoja wa wadau ambao wamekuwa hapa Bagamoyo kwa muda mrefu sana. Uliweza kuona uinjilishaji huu ukifanyika kutoka nje na ndani ya Bagamoyo. Tunaomba Baba uweze kujitambulisha, mtazamaji aweze kukuona, aweze kujua wewe ni nani na aweze kusikia machache ambayo yamefanyika hapa Bagamoyo. Karibu Baba. Kwanza nashukuru kwa kutambua kwamba mimi naweza kutoa mchango wangu. Sina hakika kama nitaweza kutoa labda maelezo ya kuridhisha sana, lakini basi nitajitahidi kwa uwezo wangu niweze pengine kueleza umma ambao wanapenda kunisikiliza. Mimi ninaitwa Joseph Mtoni Kiluma. Kitaaluma mimi ni mwalimu. Na nimewahi kufundisha Mkwawa miaka ya nyuma huko mwaka 1970 kitu. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikamaliza. Nilipomaliza nikafikia Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu nimefanya kazi miaka 10. Baadaye sasa ndio nikahamishiwa hapa Bagamoyo. Na wakati nahamishiwa Bagamoyo ilikuwa ni mwaka 1990 mwezi Oktoba. Sasa pale nilipofika hapa nilikuwa nimehamishiwa kwenye chuo hiki ambacho wanaita ADEM. Zamani walikuwa wanaita Mantep. Yaani ni chuo hiki kilikuwa kinashughulika na hasa na mambo ya watumishi wa serikali. Wale kwenda kuja kufanya semina mbalimbali hasa za elimu. Kwa hiyo na mimi nikahamishwa hapo sasa kuja kufundisha hapo kama mwalimu. Basi nimefika hapo mwaka 90 huo. Na hata nilipokuwa kabla hata sijafika palikuwa kidogo na vitisho vingi. Wanasema wewe utakwenda Bagamoyo, utakuwa salama kweli? Nikasema mimi nitakuwa salama, mbona wengine wako kule? Nikasema bwana ungetafuta njia ukakataa kwenda. Nikasema hapana, mimi niende tu. Kwa hivyo nilikuwa nimekuja hapa. Nimefika hapa nikaona hali mazingira kwa kweli kidogo na mimi nilikuwa nanipa wasiwasi. Si wasiwasi wa kuogopa labda kuwawa kufanya nini, hapana. Ni ile hali tu ya maisha hapa. Kwa sababu hapa kidogo unaona hata ile jamii yenyewe ilikuwa haina ule uchangamfu ambao tumezoea kwenye maeneo mbalimbali. Watu wanakuta kwamba labda wamechanganyika makabila mbali na kadhalika. Basi lakini hilo tuliache. Mimi nilipoangalia hali ya mambo sasa ya kiimani, nilikuta kwa kweli hii mission ya hapa Bagamoyo ni kama ilikuwa imelala au imekufa. Kwa sababu nilimkuta padri mmoja alikuwa anakuja natokea Morogoro. Alikuwa anaitwa Fritz. Sasa yeye alikuwa anakuja tu mara moja na salisha labda kama siku ya Jumapili na salisha, alafu baadaye anarudi kwa huko. Kwa hiyo hali ya Bagamoyo kwa kweli ilikuwa ni imeshuka sana kiimani. Na wengi waliokuwa wanasali ni wale watu ambao kwa kweli ni watu ambao ni wageni waliokuwa ni wahamiaji. Na baadhi yao walikuwa ni hawa wafanya kazi, yani tuseme familia za wafanya kazi ndio tulikuwa tunakutana nao mara nyingi kusali. Kwa hiyo tulikuwa watu wachache sana kwa kweli. Lakini ili nadhani mama ili uweze kuelewa au hata ndugu wanaotusikiliza waweze kuelewa.
labda ningeweza kuweka labda kitu fulani ambacho ili kusudi wao waweze kuona ule muunganiko wa era ambao tutakaozungumza kuanzia nilipokuja na kuendelea na kabla ya hapo. Naona. Na labda nianzie hapo. Wamisionari wetu walipokuja hapa, bahati nzuri yule sultani wa Zanzibar, Sultani Majidi, yeye aliwakubalia hawa wamisionari waje. Alikuwa ni rafiki yao sana. Aliwakubalia hapa, akasema kwamba nendeni huko Bagamoyo, nitawakatia sehemu mtakapoweka makao yenu na kuanza shughuli zenu. Aliwakatia sehemu kubwa tu. Unaona. Na ndipo walipokuja hapa, ndio walipokuja nani walianzia hapa kwa kweli, wakapanda msalaba hapa. Unaona. Baadaye ndio wakaenda huko sehemu za Adem kule nani. Na walipofika pale Adem ilikuwa tarehe 4 mwezi Machi mwaka 1868, ndipo waliposali misa ya kwanza hapo. Na hapo ndio walipokuwa ndani sanamu ya Mtakatifu Joseph hapo. Kwa hiyo wamekaa hapo na wakafika pale wakajenga nyumba zao zilikuwa nyingine za matope tu, ndio wakaanza shughuli zao. Kwa matumaini kwamba sasa wao watakapofika hapa watakuwa sasa wameanza kazi yao ya uinjilishaji na walidhani kwamba watapata wafasi wengi tu nani. Ndio walikuwa matumaini yao. Lakini kitu kingine ambacho walipofika hapa, hali kubwa ambayo kidogo ilikuwa imewastusha ni ile biashara ya watumwa. Sasa watumwa wengi sana walikuwa wanapofika hapa Bagamoyo, sasa wanapitishwa kwenda wanaingizwa kwenye madau, wengine wanapitia hapo nani, wanakwenda kwa Zanzibar na mataifa mengine. Sitaki nichukue muda mwingi sana kwa hilo. Sasa wale wa misionari hapa wakaona kwamba afadhali njia moja ambayo ni nzuri tuweze angalau sasa kufanya nini, kusaidia na sisi. Hawa ndio watu tunawatafuta hawa, kama ni watu wa kuokoa tuwaokoe kwanza, alafu baadaye ndio tuwape elimu ya nani, mambo ya dini. Kwa hiyo wakawa wananunua wale watumwa, wanawanunua, alafu wanafanya nini, wanaweka kwenye kambi. Ile kambi walikuwa naita kijiji cha Maria au kijiji cha Mariamu. Na kijiji cha Mariamu kilikuwa kimewekwa nani hapo ambapo sasa kuna shule ya sekondari ya wasichana. Hiyo ilikuwa sehemu hiyo nani. Kwa hiyo walipoweka pale wale watumwa, wale watumwa fozi walikuwa ni wa kiume na wa kike. Na vingine walikuwa na watoto wengine walikuwa wanakwenda pale. Wanawanunua alafu wanaweka pale. Kwa hiyo wakaona kama njia moja sasa ya kuwafanya watumwa wajisikie vizuri, basi sasa waliwajengea kijiji chao pale. Na baadaye ndio wakaanza kuwapa elimu sasa. Elimu waliowapa sio lazima darasani, waliwapa elimu hasa ya vitendo. Wakawajengea pale, wengine kwa wanafundisha mambo ya kilimo, wengine mambo ya ufundi ya ujenzi, wengine mambo mengine kama ufundi cherehani na vitu mbalimbali waliojengea pale. Kwa hiyo hali ndio kwa hivyo, lakini sasa wale ndio kwa wafanya wafasi wao wa kwanza. Ndio wakawa wabatiza pale, wengine sasa ndio nani, wakawa ndio Wakristo wa kwanza pale. Lakini wengine hao ndio wengine waliopata nafasi hata ya kuoza. Wanani sasa walikuwa nani? Wengine walikuwa wakina wasichana, wengine nani? Sasa basi nyinyi kama mtu anataka labda mtu kufunga ndoa, si nyinyi mko hapo. Nyinyi mnaweza kuamua mkafunga ndoa. Kwa hiyo wengine wakafunga ndoa kati yao watumwa. Lakini jambo kubwa hapa ni kwamba walitaka kuwafanya sasa wao ndio wafuasi wao. Unaona? Kwa hiyo ndio hapo. Sasa swala tu kwamba hao walikuwa watumwa wao, ndio walikuwa wafuasi wao wa kwanza. Jitihada zao sasa, hao wamisionari wataka sasa wengine waanze sasa kuwainjilisha, kwa maana ya kuwapa sasa maelekezo. Najua sisi kazi yetu ni hivi, Mungu anawapenda na kitu kama. Kwa hiyo mnatakiwa sasa basi tunawapa hii taarifa angalau mweze sasa kuwa na mtafute Mungu. Naona mtafute Mungu kwa kumtambua, alafu muwe wa Kristo. Sasa kilichowakwamisha wao wakazi sasa wa eneo hili, tukumbuke kwamba eneo hili lilikuwa wakazi wake wengi walikuwa ni
Waislamu, ilikuwa ni jamaa ya Waislamu. Hilo la kwanza. Sasa wao kwamba wanawahubiri hawa sasa waweze kuwa ni Wakristo wakati wao ni Waislamu, lakini wakati huo huo wanaona kwamba Wakristo wao walio nao asili yao ni watumwa. Wakasema sasa, wakaanza kujiuliza kwamba sisi tutaendaje kwenda kwa kwenye dini ambayo kwanza wale Wakristo wenyewe wanaosema ni watumwa. Hatuwezi sisi kwenda kwenye dini ambayo asili yake ni utumwa. Sisi ni watu ambao tuko huru, tuna dini yetu. Kwa hiyo hakutaka kabisa kujoin nani. Kwa hiyo ilikuwa ni moja hilo, kwamba hawakutaka wao eneo hili kwamba sasa wao walikuwa nani, walikuwa ni watu ambao ni huru, tena ni wao ni Waislamu. Halafu sasa waje kwenye dini ambayo ni ya watumwa. Hilo hakupenda kabisa jambo hilo. Kwa hiyo ilikuwa ni kizingiti cha kwanza hicho, cha kutopenda ni. Pili, wao sasa wale yule Sultani Majid alipomaliza nguo yake ya nini, nadhani walimondoa kwenye usultani. Akaja Sultani Bagash, alikuwa na Bagash. Sasa yeye hakupenda kwa hawa wa misionero wakae. Samahani baba, kabla hujaendelea. Hawa walikuwa kutoka nchi gani? Majid pamoja. Huyu Sultani Majid alikuwa ni wa Zanzibar. Alikuwa anatoka Zanzibar. Sasa aliyekuja kurithi alikuwa ni mtu kutoka Zanzibar. Unaona? Kwa hiyo sasa nani huyu aliyemaliza nguo yake huyu, sasa aliyekuja Sultani Bagash, yeye hakupenda kabisa kuwaweka wa misionari hapa. Hakuwapenda. Unaona? Kama ndivyo kwa Sultani Majid. Majid alikuwa penzi, alikuwa ni marafiki zake. Unaona? Na walikuwa wanasaidiana sana katika dini haya masuala ya hata imani hizi ndani. Waliosaidia kwamba nyinyi fanyeni tu kwa uhuru. Bagash hakupenda hilo. Kwa hiyo yeye ndiye aliyefanya nini? Alifanya hata hali ya tuseme alijaribu kuwafarakanisha kwamba kati ya wakazi wa hapa na wenyewe wa misionari. Akawa sasa ni kama anawapa hawa nani hali fulani ya kuwachukia wa misionari. Watu wa nani. Na ndio maana wakati mwingine ilikuwa inatokea, wakati mwingine hawa wa misionari wanavamiwa. Unaona? Kwa hiyo kuna wavamia sana wa misionari hao. Kwa hiyo basi hali ikakaa hivyo. Na bahati mbaya sasa wa misionari walipokaa pale, wakaona hata mwitikio ulikuwa bado ni mgumu. Pamoja na kwamba baadaye walikuja kujenga hiyo nani kizuiani hapa. Hii kizuiani hapa ilikuwa ni shule yao misionari waanza na shule ya kizuiani. Ilikuwa ni shule yao ya misingi ambayo ndio iko hapa sasa hivi. Unaona? Na vile vile baadaye walikuja kujenga nani hapa seminari, wakitegemea kwamba kutakuwa na seminari watasomea hapa na kadhalika. Unaona? Lakini ambayo ni Adem sasa. Hii ndio ni Adem hiyo. Ilikuwa ni shule, ni seminari ambayo ilijenga. Unaona? Sasa kutokana na hali zote hizi mbili, moja, kwamba ile jamii ya hapa ilikuwa inajiona kwamba yenyewe haiwezi kuja kwa dini ambayo asili yake ni watumwa kwa upande moja, lakini pia kwa sababu waliona kwamba hawa misionari ni kama watu wameletewa kitu kigeni ambacho hakitaki, na baadaye ndio walikuwa wanazusha hiyo ghasia za kutaka kuwavamia na nani. Kwa hiyo wamisionari baada ya kukaa muda mrefu na katisha, kwa sababu ni yangu nikuja kuongea sasa hii mambo yaliyoendelea baadaye. Wakaona kwamba sasa itofanyaje? Hawaoni maendeleo kwamba wanapata wafasi wengi. Hawaoni maendeleo hata ya kushirikiana kati yao na hawa nani wenyeji. Wakaona kwamba sasa hapa na matumaini ni kama madogo. Ndio wakawa wamefanya nini? Wamekata tamaa. Hali ya mkato wa tamaa ikawaingia. Na ndio sasa wakaona kwamba hebu ngoja tu, badala ya kukaa hapa tu na kupoteza muda, hebu tuende sasa maeneo mengine. Ndio maana sasa wakaanza kuhama. Unaona? Wakahama sasa, wengine wakaenda Mhonda, wengine wakaenda mpaka nani sasa Morogoro. Morogoro pale ulipofika ndio wakaanza kujenzi wa seminari mpya ambayo ndio imetoka hapa sasa. Hii seminari iko hapa zikamishwa Morogoro ambayo sasa inaitwa St. Peters, wakahamia kule. Unaona?
lakini wamisionari wengi wakatoka pale wakaenda wengine Saadani, wengine ndio wakaenda mpaka sasa huko Kilimanjaro, unaona, wakafika kule ndani sasa, ndio wakaanza kujenga makanisa kule, kwa sababu kule hapakuwa na changamoto kama zilizo hapa. Kwa hiyo wakaanza, na wengine wanaanza kujenga seminari huko mpaka labda Maua seminari na wapi huko, wakajenga huko ndani. Kwa hiyo ndio hivyo sasa, hapa pakawa pamebaki pamelala, unaona. Maana yake sasa, baada ya watu kukata tamaa na wamisionari karibu wote wamehama, wakaacha majengo yale yako peke yake pale, na hata misionari kaachwa imekaa kama yatima, basi ikawa sasa ni kwamba ni kama ule misionari umelala, ni kama umekufa, unaona. Basi hali hiyo imeendelea mpaka miaka 90, kuanzia miaka 64 mpaka miaka 90, unaona. Wakati mimi nahamia hapa sasa, hali ndio ilikuwa hiyo. Sasa nadhani baadaye wamisionari sasa wa Roho Mtakatifu, nadhani walitaka kujipanga tena. Wakasema sasa, hivi tu ndio tumekufa moja kwa moja hivi? Hivi kweli tumeacha hii sehemu kweli imekufa moja kwa moja? Wakasema hapana. Ndio sasa nani wakaamua kwamba sasa hapana, hebu twende tena turejee tena pale, tuone tutafanya nini. Ndio sasa mwaka 92 ndio wakamleta hapa Father Bayo. Ilikuwa kama ni mwanzo sasa kwamba tuanze, hatuna misionari wengi wanaoenda pale, lakini tupeleke pale angalau tuanze kufanya kazi polepole. Tutakao wapata ndio hao, nadhani wataweza kuendelea kuifanya mission kwa hai. Wakamleta Father Bayo hapa sasa. Sasa hapa ndio nataka nianzie hapo sasa kwa nani. Hii ya mwanzo kuna naianza ili kusudi ujue nini hasa kilichokuwa kimefaulisha kimefanya jambo la huku nyuma limekashindwa kufaulisha, lakini sasa hapa wameanza tena na damu mpya. Sasa Father Bayo amekuja mwaka 92. Alipokuja 92, siseme kwamba ni yeye peke yake, lakini inawezekana alikuwa na mawazo yake, na vile vile ni kwamba labda alikuwa anawasiliana na wana Roho Mtakatifu wenzake, kusema kwamba mimi niko hapa lakini sisi tufanyeje na kadhalika. Bila shaka alikuwa anawasiliana na wenzake, lakini yeye alipoanza sasa shughuli zake hapa, na alikuwa peke yake wakati ule, basi akaanza shughuli kweli za uinjilishaji, na tulikuwa kwa kweli na misa moja tu wakati ule. Mkija pale misa moja basi, na kama nilivyosema, wengi tulikuwa tunasali ni watu ambao wengine tulikuwa ni wageni, tulikuwa ambao tunatoka sehemu mbalimbali, na wengi ndio walikuwa ni watu ambao ni wahamiaji, na baadhi ni wafanya kazi. Hiyo ilikuwa ni hapo. Sasa huyu Father Bayo sasa akaona tutaendeleaje na tutaimukaje hapa, tutaondokaje hapa tulipo. Bahati nzuri Father Bayo alikuwa na mawazo mapana, na kitu kimoja alichokuwa nakiona, alichoanza nacho, alitaka kujenga taasisi za elimu, na taasisi ambayo alianza nayo ilikuwa ni shule ya ufundi, au ni chuo cha ufundi ukitaka kukiita hicho. Basi akawa anaeleza kwamba jamani, nataka nianzishe shule ya ufundi, nataka vijana wetu ambao kwa kweli wapo hapa muhamasishe, tutakapoanzisha shule ya ufundi angalau wengine mambo ya ufundi hapo. Na dhamira ya kuanzisha shule ya ufundi ilikuwa ni kwamba hali ya uchumi wa hapa ilikuwa ni ya chini mno, na akaona kwamba ili tutasaidiaje hao vijana hapa, badala ya kuwaacha tu wanatembea wanazagaa, afadhali tuanzishe ka shule ambako ni ka shule ka ufundi kawasaidie, unaona. Kwa hiyo akaanzisha shule ya ufundi. Basi shule ya ufundi alipoanzisha akasema kwamba jamani, mimi nimeanzisha shule ya ufundi, muhakikishe kwamba mleta vijana. Waliingia kwa kweli vijana wachache, hawakuwa wengi sana, lakini walianza.
wakaanza na shule ya ufundi, wengine wakawa seremala, wengine wakaanza na shule ya ujenzi, na hasa hizo nilifanya hizo useremala na ufundi ya ujenzi ilikuwa ni ndio alikuwa nani alianza na wao. Lakini nayo hiyo nayo haikupata matunda mazuri sana kwa sababu ya uchache wa wanafunzi, na yeye akaona kwamba mimi siwezi kukata tamaa. Baada ya kuona kwamba labda hii shule ilikuwa haileti matunda mazuri sana, akaona kwamba hapana, sijakata tamaa. Akaona sasa kwamba labda mimi nikiangalia hali ya maisha hapo, nianze kwanza na shule ya sekondari sasa. Kwa hiyo yeye akahamia sasa kwenye nini? Kwenye shule sasa ya sekondari. Na siku moja alikuja kuniambia mimi, Kiluma, mimi nataka nianze shule ya sekondari ya wasichana. Na sio naonaje, akasema mimi nasema father, mimi nadhani jambo zuri sana. Ni jambo zuri kwa sababu kianzisha kwa kama itafanikiwa, basi itakuwa ndani kwa kweli mwasaidia sana mabinti wetu hapa. Kwa hiyo akawa amenani makazini na swala hilo. Basi akaniomba kwamba sasa unaonaje kama ukiniandikia andiko la mradi, mimi nina marafiki zangu mahali fulani nataka niwapelekee, naamini wanaweza kunisaidia. Nikasema haina shida mnani father, mimi katika nitakusaidia tu. Maana wakati mimi nilipo kufundisha ADM hapa, ndio kazi yangu ilikuwa ni mambo moja ya mambo ambayo nilikuwa nashughulikia ni uandishi wa miradi. Kwa hiyo nikamwandikia ile nani andiko la mradi, nikamtarishia. Na alipolipata nikamwambia basi father lisome, kama mahali unaona kwamba kuna udhaifu fulani niambie. Basi akalisoma, akasema hili liko sawa. Basi akalisoma. Baadaye kumbe alikuwa na safari ya kwenda wapi? Kwenda Ujerumani. Amekwenda na huko Ujerumani. Bahati nzuri kulikuwa na, kama nilivyosema, kulikuwa na jamaa zake kule, akapresent hiyo nani. Alipo present hiyo nani hiyo rasimu ya nani ya project hiyo, basi wakaipokea na wakampa nani, kwa kweli mpa hela akaja nazo huko. Kiasi gani hiyo siwezi kusema kwa sababu sikuzipokea mimi. Lakini bahati nzuri ile pesa aliyopewa ilikuwa ni pesa iliyokuja kumwezesha akajenga darasa moja pale Marian Girls pale kwenye campus ya nani, campus pale akawa amejenga darasa moja na bweni moja. Unaona? Kwa hiyo basi akaona kwamba sasa ameanza nilo darasa hilo. Na alijipa moyo kwamba nianze na darasa moja, mengine tutajenga baadaye. Unaona? Kwa nini alikuwa amekazania sana nani? Shule ya sekondari. Na kwa nini alikuwa alikazania sana elimu? Wamisionari hawa walikuwa na mtazamo wao. Walikuwa wanasema kwamba kama unataka kumwinjilisha mtu, huwezi kushika Biblia tu alafu akasema kwamba Yesu alisema hivi na kadhalika na nini na kadhalika. Akasema ukitaka kumwinjilisha mtu umwezeshe, mpe vyote. Unaona? Na ukitaka kumpa vyote, maana anzia na elimu. Anzia na elimu. Kwa hiyo kwa sababu kwamba ukianza na elimu, akajua kwanza, akajijua kwamba elimu hii itamfanya ajijue kwamba yeye ni nani. Kwamba amekosa maarifa gani na afanye nini. Maana lazima ajue sasa kama anataka kulima, alime kilimo bora, kimletee mazao bora. Unaona? Lakini vivile kwa ajikinga maradhi. Asiwe na singiza kwamba kuna mtu anapougua alafu asingiza wachawi. Hapana. Ajue kwamba ni kitu fulani kinamwathiri katika mazingira yake, ajue mazingira yake. Kwamba nikiumwa na mbu lazima nifanye hivi, na nitafute chandarua nifanye na kadhalika, ni wakinga watoto. Unaona? Kwa hiyo mazingira lazima aboreshe mazingira yake. Kwa hiyo umpe elimu ya kujikinga na maradhi na pamoja na kutokuwa na hata na uchumi. Ukiwa na elimu utapata uchumi mzuri, utapata afya nzuri. Unaona? Lakini hiyo sio hiyo tu.
Ukiwa na elimu utajua hata namna ya kuishi na wenzako vizuri. Utakuwa na makabila mbalimbali, lakini makabila haikuzuii kuishi na mwenzako ambaye ni wa kabila lingine. Haikuzuii mtu kwenda kuchangamana na mtu mwingine. Unaona? Mtu mwenzako kama ana shida, utashindwa kwenda. Yaani uwe na muunganiko na wenzako. Ndio sasa nini? Ndio maendeleo. Unaona? Kwa hiyo aliona kama tuwape elimu ya kujua mazingira yao, yatakaowaletea chakula kizuri, yatakaowaletea afya nzuri, yatakaowaletea umoja katika maisha yao. Unaona? Tukishaya ndio kwa hivyo, tayari injili inaingia pale. Kwa sababu kama watu watashikamana, hawatashambuliana labda kwa kupigana au kufanya na kadhalika. Na hapa sasa watakuwa wanamjua Mungu kuanzia hiyo elimu yao. Kwamba hatupashi kushambuliana na watu. Kwa sababu Mungu nani? Sasa hata mnapoingia kanisani sasa mnakwenda sasa kutoa maneno kwenye maandiko matakatifu, watakuwa na ulinganisho mzuri, kwa sababu elimu hata huku inawasapoti katika kuelewa sasa injili vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio sasa Father Bayo alianza hilo kwamba tuanze na elimu. Elimu hiyo wafungue macho, wafungue masikio, alafu makanisa tukijenga, watakapoingia ndani hata kama tunawaeleza watakuwa sasa na ufahamu. Kwa sababu elimu sasa huku nje itakuwa imefungua, imeunganisha, imekuwa kitu kimoja. Unaona? Kwa hiyo ndio alipoanzia hiyo. Kwa hiyo sasa hata hivi vipengele viwili nilivyovitaja mwanzoni huko nilivyokuwa nanianzia, kwamba ule mtazamo hasi wa kuona kwamba Ukristo ni dini ambayo chanzo chake au msingi wake ni utumwa, wakaanza sasa mambo yameondoka. Unaona? Maana sasa huyu Father alipoanzisha elimu, ameanzisha hiyo form 1 mpaka wamefika form 4 mwaka 2000 ndio graduation yake ya kwanza, na watoto walishinda vizuri sana katika form 4 yao. Na watu walikuwa na wasiwasi kama hivi kweli Bagamoyo kweli kwanza kuna na kitu kile cha maana pale, kutakuwa na msingi wote pale. Lakini walipokushinda wale watoto vizuri, wakaanza kupenda sa watu, na watu wakaanza kuleta watoto kwa wingi. Dona. Na bahati nzuri sasa hata ile tamanio sasa la watu kuhamia huku ikawa ni kubwa sana. Sio kwamba walikuwa kuja kufuata kile, lakini wakaona kwamba bana Bagamoyo kuna bado kuna ardhi nzuri, tunaweza kulima mahali pazuri na kadhalika. Watu wakaanza kuhamia huko, wanakuja kwa ajili ya kutafuta viwanja vya kuishi. Wengine wanakuja huko kama ndio walikuja, wengine wanakuja sasa kuja labda kufanya kazi, kwa sababu hata mashule yalikuwa yameongezeka huku. Wengine wanakwenda kuja sasa kufanya kazi huko ndani. Kwa hiyo ndio sasa ule muingiliano sasa ukawa mkubwa. Kuna nini? Sasa mwingiliano ulivyokuwa mkubwa, wa wahamiaji huku wanatoka labda Dar es Salaam, wanatoka wapi si Morogoro, wanatoka huku, wengine wanatoka sehemu za Tanga. Maana imeanza kwa nini sasa? Mji upendeka sasa. Ndio wengine wakawa wamehamia hapa. Walipohamia hapa sasa, ndio sasa wakaona kwamba sasa kweli tumefanya uinjilishaji wa kutosha. Angalau watu wanajua kwamba injili maana yake ni injili, sio maana yake kuingia tu kwenye kanisa na kupiga magoti. Injili maana yake ni watu wenyewe ni mnapokaa pamoja, mnafanya kazi pamoja, mnasaidiana katika shida zenu mbalimbali, ndio uinjilishaji wenyewe. Mnapendana, mnafanya hiki. Sasa kwa sababu watu wamekuwa wengi, na wengi ni Wakristo, wengine wanatoka kule na Ukristo wanakuja huku, wanatafuta mahali pa kusali. Ndio sasa wakafanya, jamani, tuongezeni sasa nini? Na taasisi za kusali, makanisa tuongeze. Naona. Ndio sasa walipoanza kuongeza makanisa sasa hapa. Naona. Kwa hiyo sasa kufanya nini? Badala ya kwenda kanisa ile peke yake, tuongeze na Epifani. Ndio ikaongezwa sasa na Epifani pale. Naona. Kumbe Epifani ndio ya pili. Ndio ya pili sasa pale ni. Naona. Kwa hiyo Epifani pale imekaa pale Epifani pale. Baadaye sasa kwa sababu ile hamasa. Yule padre alikuwa na hamasa kubwa ya kuona kwamba wacha tupanue injili inaendelea kujipanua. Naona. Wakasema hapana, tusiishie hapa. Akaenda mpaka sasa Kerege kununua kule ardhi. Kununua ardhi ya nini? Tununua ardhi ya kujenga shule.
Kwa kuwa hapa tumeweka shule ya sekondari ya wasichana, kule Kerege tuweke sekondari ya wavulana. Kwa hiyo kule sasa akawa amejenga shule gani? Shule ya wasichana ya wavulana kule Kerege. Amejenga sasa pale, si ameweka sasa nani pale miundombinu ya shule na nini na kadhalika. Lakini watoto hawa ni watoto wanamhitaji Mungu pia, hawahitaji masomo ya darasani peke yake. Kwa hiyo sasa wakaona kwamba hao watoto ni lazima wapate mahali pa kumwabudia Mungu. Wakasema sasa tujenge hapa kanisa hapa. Kwa hiyo wakajenga ile kanisa la Kristo Mfalme pale hapo Kerege hapo. Kwa hiyo wakaona kwamba hatujengee watoto tu, lakini tutajengea wafanya nani walimu wao, na tunajengea nani jamii yote hapa ndani. Kwa hiyo sasa ndio mtanuko hata wa kusali na nini ukaendelea kule. Unaona? Sasa makanisa yameendelea kule mpaka nani sasa kule. Baadaye wakasema kwamba bana, kuna kiharaka kule. Hatuwezi kuchukua watu watoke ndani kiharaka mpaka waende huko waje huko nani Kerege. Ni mbali kwao. Tupanue mpaka huko nani. Unaona? Lakini hata huko nani huko kiharaka huko. Baadaye wakasema kwamba na huko tutaleta ndani shule huko. Unaona? Pale kuna shule hapo ndani imewekwa pale. Kiharaka pale kuna kashule pale. Unaona? Kwa hiyo ule mtanuko huo wa sasa wa elimu unakwenda sambamba na mtanuko wa imani. Kwa hiyo sasa hivi mama, uinjilishaji umetanuka sana. Umetanuka ukienda sambamba na elimu. Na nguzo kubwa iliyoleta na mtanuko ni elimu. Unaona? Kwa hiyo labda mama ninapofahamu ni hivyo. Asante. Kumbe sasa tunavyosema uinjilishaji kwa vitendo hatujakosea. Ndio. Hatujakosea. Uinjilishaji kwa vitendo. Kama nake kweli huwezi kuinjilisha mtu kwa maneno. Uinjilishaji huu umefanyika kwa vitendo. Sana. Na tumesema kwamba jamii hii iliona haya yakitendeka. Je, kulikuwa na mchango wote kutoka kwenye jamii hii ya Bagamoyo ambayo tuko sasa hivi? Au sasa hivi umeuliza swali zuri. Umeuliza swali zuri sana mamangu. Sasa hivi kwanza niwezi kusema kwamba kuna mchango aina mbili sasa hivi. Ambao mimi kwangu naona ni mchango mzuri sana. Mchango wa kwanza ni ule niliokuzungumzia kwamba watu sasa hivi wamejikuta wanajiona kwamba wako kitu kimoja. Wala hawaangalii kwamba huyu ni Muislamu, huyu ni Mkristo. Maisha ya watu wa Bagamoyo ni mazuri mno. Kwa sababu wanajiona kwamba wao ni wamoja. Unaona? Na bahati nzuri hata kama wakati mwingine hata kama labda kuna sherehe fulani zinafanyika labda kwa Wakristo, wanaalikana watu. Wanaalikana kwamba jamani sisi hapa ndani njoni tule tufanye. Watu wanakwenda wanaalikana tu. Wana nani maana wanajua wako kitu kimoja. Unaona? Hakuna vugu wa kusema kwamba labda huyu mama ni Muislamu, huyu mama ni Mkristo. Haipo hiyo. Hiyo kitu cha kwanza hicho. Kwa hiyo huu ni mchango kwa maana kwamba nini? Nani? Ile jamii ya Kiislamu sijajibu swali lako kwamba jamii hapa ina mchango gani? Ina mchango kwa maana kwamba kama linatokea janga lolote hata katika nani hapa sasa hivi, utaona watu wanamiminika bila kuuliza hata nani wanakwenda kumsaidia mtu gani. Wanamiminika kuja kusaidia jambo lolote ile. Unaona? Na pili kuna sasa hivi kwa mfano vijana wengi sasa hapa Bagamoyo, kama nilivyosema huku nyuma, baada ya kuwa umepewa ile elimu sasa ya mambo ya ujenzi kwa mfano na mambo ya useremala na vitu hivyo, wao ndio kama ujenzi wakubwa nani wa taasisi zote za Mariani. Ndio wajenzi. Shule zote walizojenga Kerege, walizojenga hapa Marian Girls hapa, wanajenga huko Kiarako huko makanisa, wanajenga nani wenyewe. Unaona? Na kwa kweli hata walinzi hawa nani wengi wamechukuliwa hapa. Dhamira ilikuwa ni nini mama? Dhamira ni kwamba Father hakutaka kuchukua watu kutoka nje. Alisema kwamba mimi nao watu hapa. Kwa nini niende nikachukua watu kutoka Dar es Salaam, kutoka Morogoro, wakati ambapo ninao watu hapa na nimeshawapa elimu kama watu wa kina mama sasa hivi kwa mfano.
ni wajenzi wazuri sana, wanajenga nyumba kinyume na fikira zetu za zamani kwamba wanawake ni watu ni wapishi tu wanakwenda, lakini sasa hivi ni mafundi wazuri mno. Naona na yeye anatumia watu wale nani, naona. Kwa hiyo father anapata support kubwa kutoka kwa watu wa jamii sasa wa Bagamoyo, kwa maana hata ya huduma mbalimbali zinazotokewa zinafanyika, na wanasaidia kwa kweli. Vijana wetu wanasaidia, sio kwamba nani kumleta badala kumleta labda contractor kutoka Dar es Salaam anakuja kudai hapa milioni hapa nani, anatumia watoto wetu hapa nani Bagamoyo, naona, ambao kwa kweli hata nani sio kama wanaomba hela kubwa sana, wanaomba hela ya kawaida, lakini wanasaidia nani jamii, naona, na jamii yenyewe inafaidika kutokana na mchango wa father. Kwa hiyo tuseme sasa hivi wamisionari wamefanya kazi nzuri kuamsha watu kwamba sisi wote ni watoto wa Mungu. Uwe wewe Muislamu, sisi kuna Wakristo, wengine labda hawana hata dini, lakini wote ni viumbe wa Mungu. Naona. Kwa hiyo wewe kama wewe ni Muislamu, basi sisi tunakupa elimu ili hata kama unakuwa Muislamu, uwe Muislamu mwema. Naona. Kama wewe ni Mkristo, uwe ni Mkristo mwema. Kama wewe una dini, basi wewe kama una asili yako ya nani, labda ni imani yako ya binafsi, uwe na imani yako ya binafsi, lakini utende matendo mema. Naona. Kwa hiyo sasa naweza kusema kwamba kwa kweli mchango wa elimu na mchango wa misionari sasa hivi ni mkubwa mno, na kwa kweli misionari sasa hivi naweza kusema kwamba kama kuna kitu ambacho kimefanyika, ni kwa kweli wamefanya kazi nzuri sana sasa hivi hapa. Na sasa unaweza kuona kwamba kwa mfano mwaka 90 mpaka 90 nilipokaa hapa mimi sikusikia kwamba kuna hija hapa. Hakuna. Tulikuwa tunafanya kazi yetu kusali tu hapa kama nani, ilikuwa imekalala tu nani, lakini sasa hivi unaona sasa wakisema kwamba nani kutakuwa na hija, Dar es Salaam inaporomoka inakuja huko. Kwa mfano wanakuja hapa wakina mama hapa, kwa mfano Wawata wanakuja kufanya hija hapa, wanakuja kwa makumi ya maelfu, wanakuja kwa nani kufanya hija hapa. Wengine wanatoka labda Morogoro wanakuja kufanya hija hapa, ni nyingi tu. Unaona, hapi ndio imekuwa nini, maana historia hapa ni kwamba si ndio chimbuko la dini. Wanakuja hapa angalau kuchota nani hekima, kuchota nani baraka. Unaona, na wanapenda sana kuona msalaba huu, wanakuja kuchota baraka hapa. Kwa hiyo ndio mama. Asante baba. Kiliona umetueleza mengi na wengi wanapenda kusikia mengi zaidi. Unayotueleza leo si kwa ajili yetu tu. Ndio. Na vizazi vijavyo vitaweza kujua nani alifanya hivi na nilifanyikaje hadi tukafikia hapa. Sawa. Kitu kizuri sana Bakilungu. Lakini je, unamshauri nini baba aliyeko pale nje ambaye tukiangalia kwa hali halisi ilivyo, unaona akina mama ndio wako mbele kwa mambo ya imani. Ndio. Kama unavyosema hija, mara nyingi tunaona wanafika hapa wanafanya hija akina mama. Je, akina baba zetu wako wapi? Ama una ujumbe gani kwao akina baba zetu ambao pengine hawajaweza kufanya mambo haya ya hija, kusali pamoja? Tumependa siku moja na kuona akina baba kwa wingi wakifanya hija. Je, unawapa ushauri gani hawa nao waweze? Kwanza mama, hilo ndio swali zuri sana umeniuliza. Ni swali zuri mno. Mimi nasema tu kwamba labda kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Mimi naamini kwamba ile jambo la kina baba kuwa na usingizi kidogo wa kiimani litafikia tu mwisho wake. Unaona? Nitoa tu mfano. Hata hili swala la jumuiya ndogo ndogo lilipoanza, wanaume wengi tulikuwa wagumu sana kufuata. Ilikuwa kwa kweli nini, ilikuwa limebaki kwa kina mama na kwa watoto. Lakini kwa sehemu nyingi sasa hivi za nchi, jumuiya ndogo ndogo zina nani sana hivi, zimeamka sana. Sisemi kwamba nani wote wanahudhuria, walimu wanaume wote, hapana. Lakini ukweli kwamba bado kuna ukilinganisha wanaume na wanawake, bado kuna udhaifu sana kwa upande wetu wanaume. Lakini
nipende kusema neno moja kwamba mama, mwanadamu huwezi kupigana na nguvu ya Mungu. Mungu ana nguvu zake. Mimi nadhani kitu cha kwanza mama, kitu cha kushauri kwanza, akina mama mtuombee tu. Msikate tamaa kutuombea. Tutaamka. Katika nani ugumu wetu wa mioyo tutaamka. Mkiendelea kutuombea. Naona. Kwa hiyo mimi nawasihi tu akina mama kwa waendelee kutuombea kama ambavyo tunavyoombea watoto wetu na kadhalika. Watuombee. Mfano mmoja nitoe mfano. Mtakatifu Agustino. Huwa najaribu sana mimi kumkumbuka huyo Mtakatifu Agustino. Historia yake kidogo ilikuwa na madhaifu kidogo huko ndani. Wakati akuwa kijana. Naona. Mwisho mama yake akawa na wakati mwingine anatoka na kwenda nchi za mbali kule, anakaa huko nani, mama hajui yuko wapi mtoto na kadhalika. Mama aliendelea kusali. Na kama sikosei, alisali kwa zaidi ya miaka 18 anamwombea mwanae. Na alipomsikia yuko mahali fulani akaenda kule. Naona. Akamchukua nani. Sasa huyu akaanza kubadilika. Akasema, mama mpaka ananifuata kote huko kweli. Akaanza kupata uchungu ndani ya moyo wake. Na mwisho akaona kama kwa kweli namtesa mama. Namuumiza mama kisaikolojia na kihisia namuumiza mama. Kwa hiyo akaona kama pana sasa mama nadhani ngoja kwa kweli nikubali. Nikubali na maoni ya mama. Kwa hiyo ikaanza sasa dhamira yake kumbadilisha. Baadaye ndani alikuwa nani? Mtakatifu Agustino akabadilika kwa namna ya ajabu. Na hatimaye ndio akafikia akaanzisha na shirika ambalo mpaka leo kuna Magustinians wengi dunia nzima. Naona. Kwa hiyo mama ni swala la nani? Kwa hiyo kitu cha kwanza mtuombee. Nyinyi akina mama mtuombee tu tuweze kubadilika. Lakini vile vile sisi hapa kwa mfano hapa Bagamoyo. Nikija sasa kwa sababu ya Bagamoyo sasa hivi. Bahati nzuri tumesha kwenda ndani hatua nzuri sana sasa hivi. Tuna jumuiya ndogo za kina baba. Naona. Za waka. Zipo. Zipo sasa hivi ndani. Kila jumuiya. Ndani ya jumuiya utakuta kuna jumuiya ya waka lakini na jumuiya ya wawata. Alafu na jumuiya sasa kama jumuiya inaunganisha wawata na waka inakuwa jumuiya moja kubwa. Lakini sasa ndani yake ndio kuna waka. Sasa kuna majukumu ambayo sisi wanawaka yanatuhusu. Tunapomaliza sasa kusali siku za Jumamosi pale kama wanajumuiya kwa mfano mimi niko jumuiya ya Joakim Nana. Kwa hiyo tuna muda wa kukutana kama Joakim Nana. Tunapomaliza sali wakati wa kujumuika kwa pamoja. Sisi tunajibagua sawa kama waka tuwe hapa. Tunazungumza mambo yetu ya waka. Katika ndani ya waka sasa tutazungumzia masuala ya kuimarisha waka. Majukumu yetu ni nini kama waka. Unaona? Na bahati nzuri sasa tumeshaingia hata kutunga katiba yetu. Kama wana waka. Tunayo. Unaona? Kwa hiyo sasa unakuta kwamba kama sasa hivi kama inatokea masuala kwa mfano ya kusaidiana. Tunayo majukumu yetu ya waka sasa ya kusaidia kama waka. Tunayo majukumu yetu ya kusaidia kwa upande wa kina mama kama wawata. Na kunayo majukumu ya kusaidia parokia na jimbo kama jumuiya sasa nzima. Sasa ni kwa sababu naniuliza mimi kama mwana waka nieleze masuala yetu ya waka. Ukiuliza wawata na wewe utajua ya kwao. Naona. Sisi waka kwa mfano katika jumuiya yangu mimi na katika jumuiya yetu na majumuiya zingine. Lakini jumuiya kama waka jumuiya yetu. Moja tumesema hivi. Sisi nia yetu sisi kama watu kama nguzo ya kanisa. Sisi ni lazima jumuiya yetu tuitegemeze. Na namna ya kuitegemeza si lazima sisi tuwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba maazimio yetu ambayo tunayazimia yatekelezwe. Moja ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na umoja katika jumuiya yetu. Lakini sisi katika jumuiya yetu tusikalie tu kusali
lakini tuangalie na masuala ya mwili. Ndio maana tumesema kwamba mwanadamu ana sehemu mbili. Ana sehemu ya roho ambayo sasa ni lazima tusali, lakini ana sehemu ya mwili pia ambayo mwili sasa unataka kula, unataka dawa, unataka kuoga, unataka kunywa na kadhalika. Unaona? Sasa masuala ya kula, kunywa, kuoga na nini hasa sasa ndiye tuyashikia hatamu sasa. Tukasema sasa moja ya katiba yetu sisi, tukasema tuweke mfuko. Tuunde mfuko. Mfuko huu kitu chake cha kwanza itakuwa ni kuitumia sisi wanawaka. Sio wanawaka peke yake, lakini wanawaka pamoja na jumuiya kama na familia zetu. Kama Kiruma ameuguriwa na mwanae au na mke wake, na hiyo ikatokea kwamba mwanae amelazwa, mfuko wa waka wa jumuiya utachukua kiasi fulani kwenda kuhudumia kule, kusaidia labda ununuzi wa dawa na kadhalika. Ndivyo tunavyofanya. Kama kwa mfano mwanawaka kuna safari ya kwenda labda Morogoro kule, labda kuna umoja wa makanisa kule anataka nani watu watumwe waende kule kwa nani kusaidia mambo ya mambo fulani kulingana na maelekezo ya maaskofu. Sasa mwanawaka wetu anaotoka hapa lazima afadhiliwe na mfuko wetu. Sio achukue hela mfukoni mwake, ahudumie na mfuko wetu. Naona. Kwa hiyo tunafanya hivyo, tunachukua kwenye mfuko wake, bwana nenda. Tutakutuma wewe. Uende ukatuwakilishe, utatuletea taarifa. Naona. Kama kwa mfano hata mwana wa watawa, tukisema kwamba kuna mwanajumuiya mwenzetu ambao ni mwana wa wata anaumwa, yuko hospitalini, najua wa wata watachanga, lakini nasema kama huyu ni mwenzetu, nachukua mfuko wetu tunachanga. Kwa hiyo hii peke yake inatuweka katika hamasa ya kusaidiana. Nani atatoka kwenye njia hiyo sasa? Lazima atakuwa mwenzetu. Na sisi kwa kweli mpaka si jumuiya yetu kwa mfano iko intact. Unaitwa jumuiya gani? Jumuiya Joachim Nana. Naona. Tuko vizuri. Kwa kweli tuko vizuri. Na bahati nzuri wenzetu wengi wameanza kutuiga. Kuna wengi tu wameanza nani kila jumuiya sasa ina wanawaka. Vijumuiya vimesha kupata nguvu sana sasa hivi. Injilishaji umefanyika. Naona. Kwa hiyo sasa kama kwa mfano mimi mwanawaka, wakati mwingine tunaweza tunaambia kwamba sasa kuna shughuli fulani kaya jimbo, nataka shughuli fulani ifanyike. Nichukue mfano tu hapa nani wa siku iliyofanyika ya kuzindua jimbo pamoja na kumkaribisha nani ya askofu wetu. Kulikuwa na michango ya kumkaribisha askofu pamoja na mambo ya uzinzi wa jimbo. Kwa hiyo tuliambia sisi wanawaka wote katika jumuiya mbalimbali, wanasema kwamba wanawaka wote lazima tuchoe michango kusudi kuhakikisha kwamba uzinduzi wa jimbo pamoja na kumkaribisha askofu umefanyika successfully, umefanyika vizuri. Kwa hiyo haikuwa shida. Walisema kama walisema kama nyinyi mnatakiwa mchange 250,000 kwa ajili ya kuitegemeza parokia pamoja na nini na jimbo. Lakini nani kumleta askofu na nini, tukamwambia kama mtatoa 150,000. Naona. Tulichanga haraka tu tukamaliza. Kwa hiyo tumejiweka vizuri kwa upande huo. Na kwa sababu sasa watu wanaona kwamba kumbe hata nikiumwa wenzangu wapo. Naona hata nani mke wangu akiumwa sina wasiwasi, wenzangu wapo watanisaidia. Kwa hiyo kwa kweli sasa hivi imeweka bari pazuri sana. Kwa kweli mimi ninachoshukuru mama, kama kuna mahali ambapo sasa hivi nani hali ya Bagamoyo tulivyojiweka vizuri. Kwa kweli tunakwenda vizuri mama. Tunakwenda vizuri sana kwa kweli. Tunakwenda vizuri. Naona. Na labda hatujui kama shetani atakuja kuua mbele ya safari kule, hatutegemei shetani akaja katushinda. Hatutegemei. Mimi nadhani shetani lazima hana nafasi. Nadhani shetani atashindwa. Na bahati nzuri mama,
Kwa sababu sasa hivi tuna baba yetu askofu amekuja na naye ana hamasa juu kwa juu. Mimi nadhani hatutashindwa. Ndio. Haijawahi kushindwa. Baba Kiluma, umetuelezea mengi, tumefurahi, wengi watafurahi kuyasikia ambayo hajawahi kuyasikia ama kuyafahamu. Sawa sawa. Baba Kiluma, ningependa uongee kidogo juu ya umesema uinjilishaji uliofanyika kwenye hizi shule za Marian. Kweli kuna wale ambao wamekuwa ni key point. Wale ambao wamesimamia kabisa tangu mwanzo kuona kwamba tumefika sehemu hii. Lakini sasa je, wale ambao ndio walikuwa wadau walengwa, tunao wanafunzi wengi sana ambao wamepitia katika institutions za Marian, shule za Marian. Hawa unaweza kuwapa ujumbe gani? Kwa sababu wako kati yetu na wanafanya kazi kati ya watu wanafanya kazi na jamii. Una ujumbe gani kwa hawa? Mimi nadhani mama ni kwamba niseme tu kwamba mtu anapozaliwa alafu akaajiriwa sehemu nyingine asisahau nyumbani kwao. Mimi ndio ujumbe nawapa huo. Hapa ni kwao. Yaani huyu ndio mama yao. Hapa ndani hapa. Bagamoyo hapa ndio mama yao. Ndio mama yao, mzazi wao wa roho zao. Kwa hiyo wasisahau walikotoka. Mimi napenda waelewe hilo. Kule sawa wako kule na watekeleza majukumu yao kama walivyo huko nani. Ni lazima pia wajibike kule. Lakini wasisahau. Mimi pia nimebatizwa Ukerewe, nilipobatizwa ni Ukerewe. Lakini ninaposikia kwamba kuna michango Ukerewe imefanyika labda kwa sababu mambo ya kanisa nini, wanafanya michango kule na kwenda. Unaona? Kwa hiyo hawa ndugu zetu ambao wengine wamesomea hapa au hata wanaofanya kazi hapa wakihama na hamia labda wanahamia mahali fulani huko wanakwenda kuzama kule. Lakini wakumbuke hapa ndio nyumbani kwao, wamekulia hapa. Mama yao ni hapa, mama kanisa wao ni hapa. Kwa hiyo kama kuna hali ya kutaka labda kuleta nani mchango, waleta kama mchango kote kale, watachota baraka. Ndio. Ndio hivyo. Ndio. Sawa. Na Baba Kiluma, tunashukuru kwa yale yote ambayo umetushirikisha. Natumaini utaendelea kutushirikisha mengi. Nafurahi. Kuyafahamu. Mengi tumeyafahamu siku ya leo. Sawa. Na vizazi vijavyo wataweza kufahamu. Asante sana Baba Kiluma, barikiwa sana kwa yote uliyotushirikisha. Nakushukuru sana mamangu, nashukuru kwa heshima mlionipa. Si mtaalamu sana katika mambo hayo mimi, lakini angalau nimeweza kutoa kile kidogo ambacho ninakifahamu. Lakini kama mtanihitaji siku nyingine, basi tutaendelea kusaidiana. Asante sana mamangu. Shukrani mamangu. Asante sana.